Iran yasema imeongeza nguvu ya makombora yake tangu vita na Israeli. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Iran amesema kuwa taifa hilo sasa lina makombora bora na imara zaidi kuliko yale yaliyotumika wakati wa vita vifupi kati yake na utawala wa Kizayuni Israeli mwaka uliopita. Brigedia Jenerali Reza Talaynik amesema Jumamosi kwamba Iran pia imeongeza idadi ya makombora yake tangu kumalizika kwa vita hivyo vya mwezi Juni. Alinukuliwa na shirika la habari la Tasnim akisema uwezo wa Iran katika nguvu ya makombora kwa wingi na kwa ubora umeongezeka ikilinganishwa na vita vya siku 12 vya kulazimishwa, na uwezo wa ulinzi wa makombora wa nchi umeimarika na kuwa madhubuti zaidi kutokana na uzoefu uliopatikana wakati wa vita. Jenerali huyo ameongeza kuwa Iran imeendeleza uwezo wa hali ya juu wa makombora ili kukabiliana na vitisho vipya, huku akisisitiza kwamba maendeleo hayo yataendelea kuwekwa siri ili kumshangaza adui wakati mwafaka utakapowadia. Alipuuzilia mbali vitisho vya hivi karibuni vya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran, akisema kuwa lugha ya kusuasua ya maadui inaonyesha wazi hofu yao kuhusu uwepo wa ulinzi wa Iran na nguvu ya makombora yake. Makombora ya Iran yaliyotumika katika vita dhidi ya Israeli yalisababisha uharibifu mkubwa kwa utawala huo, yakipiga malengo mengi ya kijeshi na kiuchumi katika maeneo yanayokaliwa kwa ustadi wa hali ya juu. Wataalamu wa kijeshi wanaamini kuwa athari iliyoongezeka makombora ya Iran yaliyolenga maeneo ya Israeli ilikuwa sababu muhimu iliyomlazimu Marekani kushinikiza utawala huo kukubali kusitisha mapigano tarehe 24 Juni 2025. Maafisa wa Iran na makamanda wa kijeshi wameonyesha kuwa nchi haitasita kutumia nguvu zake kubwa za makombora dhidi ya malengo yanayohusishwa na Marekani katika eneo la Asia Magharibi endapo Washington itaamua kushambulia Iran. Hayo yakiendelea, maafisa na wachambuzi wa Israeli wameonya kuhusu matokeo mabaya ya mzozo wowote na Iran, wakisisitiza kwamba nguvu ya makombora na uwezo wa kijeshi wa Jamhuri ya Kiislamu ni changamoto kubwa kwa Tel Aviv na kwamba Israeli haipaswi kupuuza ukweli huo. Waziri mkuu wa zamani wa Israeli Ehud Olmert amekosoa kauli za waziri mkuu wa sasa kuhusu Iran, akisema kwamba kutia chumvi kwa Netanyahu hakuongezi chochote kwenye usalama wa Israeli. Ehud Olmert amesisitiza kwamba kauli hizo zinaunda matarajio bandia tu na kutia watu wasiwasi. Olmert amesema kwamba Israeli haitaanzisha shambulio la awali dhidi ya Iran, akiongeza kwamba uwezo wa Israeli haupaswi kutiwa chumvi na kwamba haipaswi kudhaniwa kwamba utawala huu unaweza kuiteteresha Iran. Amesema kwamba hata Marekani ilikuwa na wasiwasi kuhusu swala hilo kwa sababu kushambulia Iran kungezidisha hali mbaya ndani ya Marekani. Ehud Olmert ameongeza kuwa gharama ya kushambulia Iran ni nzito sana na hakuna haja ya jamii ya Israeli kuingia katika hali ya hofu isiyo ya lazima. Olmert pia ameutaja muungano utawala kuwa kundi la wanasesere. Wakati huo Avigdor Lieberman, waziri wa zamani wa vita wa Israeli, amesema kwamba Iran imeonyesha tena kina cha tishio lake kwa kulenga shabaha za kimkakati za Israeli, ikiwa ni pamoja na shambulio kwenye kambi ya Nevatim. Lieberman ameongeza kuwa ni vigumu kutabiri shabaha zijazo za mashambulizi ya Iran na kuzihamisha mapema. Amesema baada ya vita vya siku 12 Iran imeongeza ubora wa makombora yake ballistic na imeweza kutengeneza mamia ya makombora. Lieberman amesema kwamba kile kilichofanywa na makombora ya Iran kwenye taasisi ya Weizmann ni kikubwa zaidi ya uharibifu wote mbaya, na kwamba shambulizi hilo liliharibu kila aina ya data na matokeo muhimu sana na miongo kadhaa ya utafiti. Hayo yakiendelea, naibu kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Brigedia Jenerali Ahmad Vahidi amesema Iran itatoa jibu kali kwa uchokozi na uvamizi wowote wa maadui zake. Akizungumza kwenye sherehe ya kitaifa ya kuwaenzi mashahidi kutoka mkoa wa Azerbaijan Magharibi iliyofanyika katika makao makuu ya jimbo hilo Oromie Jumamosi, afisa huyo wa kijeshi amesema njama za maadui kuishinda Iran ziligonga mwamba wakati wa vita vya siku 12 vilivyoanzishwa na Israeli mwezi Juni 2025 na machafuko ya hivi karibuni nchini humo. Anasema tuko tayari kutoa jibu kali kwa hatua yoyote ya kichokozi ya maadui sugu wa taifa la Iran, Brigedia Jenerali Vahidi amesisitiza. Amebainisha kuwa maadui walishindwa vikali wakati wa vita vya siku 12 na walijaribu kufidia kwa kusababisha uchochezi wakati wa machafuko ya hivi karibuni. Kwa mara nyingine tena walishindwa vikali kutokana na umoja na mshikamano wa watu wa Iran, aliongeza kamanda huyo mwandamizi wa jeshi la Iran. Aidha amesema Marekani na washirika wake wanafanya juu chini kuigawanya Iran ili waweze kuidhibiti. Kabla ya hapo, Jenerali Mohammad Pakpur, kamanda mkuu wa jeshi la Sepai, alizionya Marekani na Israeli dhidi ya kufanya mahesabu yoyote ghalati mkabala wa Iran. Jenerali Pakpur
amesema jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu na Iran wapo tayari zaidi kuliko hapo awali. Kidole kipo kwenye kitufe, tayari kutekeleza maagizo na amri ya amiri jeshi mkuu. Makamanda wa Iran wanasisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu itajibu kwa nguvu zote uchokozi wa maadui na kwamba kambi zote za Marekani kwenye eneo la Asia Magharibi zitakuwa shabaha halali ya Iran iwapo italishambulia taifa hili. Na Brigedia Jenerali Ahmad Reza Radan, kamanda mkuu wa polisi ya Iran, amesema kuwa wananchi na maafisa wa Iran watailinda Jamhuri ya Kiislamu hadi tone la mwisho la damu yao. Akizungumzia machafuko hivi karibuni nchini Iran, Radan amesema maadui wamejaribu kuibua mgawanyiko kati ya wananchi na mfumo utawala kwa kuzusha machafuko, lakini walishindwa kufikia lengo lao kutokana na kuwa macho na kujitolea kwa askari usalama wakiwemo polisi. Brigedia Jenerali Ahmad Reza Radan ameashiria mchango wa nafasi ya wananchi katika kusambaratisha fitina dhidi ya Iran na kusema kwamba wananchi wa Iran wamekuwa bega kwa bega na Jamhuri ya Kiislamu kwa kipindi cha miaka 47 licha matatizo ya aina mbalimbali. Na kupitia vyombo mbalimbali vya habari vya kimagharibi, kupitia jarida la Time la nchini Marekani limesema idadi ya watu waliouawa kwa siku 2 pekee wakati wa maandamano ya wiki kadhaa nchini Iran inaweza kufikia watu 30,000. Jarida hilo limeandika kuwa vikosi vya usalama viliwaua watu hao kati ya Januari 8 na 9 ambao Iran ilishuhudia maandamano makubwa zaidi. Ripoti ya jarida hilo ya Jumapili iliyowanukuu maafisa wakubwa wawili wa afya imeeleza kuwa idadi kubwa ya miili ya waliouawa ilielemea uwezo wa mamlaka za Iran wa kuzishughulikia. Ripoti hiyo imeongeza kuwa mamlaka ziliishiwa mifuko ya kuhifadhi maiti na malori yalitumika kuzikusanya badala ya magari ya kubebea wagonjwa. Maandamano ya kupinga hali ngumu ya uchumi, hasa mfumuko wa bei, yaliibuka mwishoni mwa mwezi Disemba, lakini yaligeuka kuwa ya kisiasa yaliyolenga kuondoa utawala wa sasa wa Iran, huku yakichochewa na watu wa Magharibi. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.